Habari, leo tunaenda kusoma barua rasmi, karatasi ya kwanza, alama ni 20. Tafadhali, usisahau kukomenti, kushare, kulike na hata kusubscribe ili uone vile nitakavyokufundisha Kiswahili. Kama umependa, utaniambia naipenda kwa kusoma. Na kama hujapenda, pia utasema sijaridhishwa. Asanteni. Haya, acha tusome barua, karatasi la kwanza Kiswahili. Swali umeulizwa, andika barua rasmi kwa mwalimu mkuu ukiuliza maboresho ya maktaba ya shule. Eleza tatizo liliopo, athari zake kwa wanafunzi na toa suluhisho la tatizo hilo. Swali ni aina mbili. Kuna barua rasmi, umeulizwa uandike barua rasmi, na swali lingine ni ueleze tatizo liliopo, athari zake kwa wanafunzi na utoe suluhisho la tatizo hilo. Nitazigawanya kwa makundi matatu. Tunaanza na muundo. Muundo alama ni 6. Alama ni 6. Tunaanza anwani ya mtumiaji. Anwani kwa kizungu inaitwa sender's address. Hiyo anwani ya mtumiaji unaandika juu kulia. Hapo juu kulia, hii side hii. Juu kulia unaandika. Unapata alama yako 1. Ingine unaandika tarehe. Tarehe utaandika chini yake. Kisha ukimaliza hapo utakuwa umepata alama 2. Unaenda kwa anwani ya mpokeaji. Anwani ya mpokeaji unaandika kushoto. Mahali hapa nimeandika anwani ya mpokeaji. Unaruka mstari mmoja kisha unaandika anwani ya mpokeaji kwa kushoto. Ukimaliza hapo unaenda kwa salamu. Unaandika salamu. Kama ni kwa mpendwa ama kwa nani unaandika. Ama unaandika kwa mwalimu mkuu unaandika hapo. Ukimaliza hapo unaandika kichwa. Kichwa ni muhimu, kati chini, kwenye kati chini, kati unaandika hapo. Sasa hiyo kichwa utaandika tatizo liliopo, athari za wanafunzi na suluhisho ya tatizo hilo. Sasa utajitengenezea hiyo kichwa vizuri kulingana na swali uliopewa hapo. Ukimaliza hapo unaandika hitimisho. Hitimisho ni huko mwisho kabisa. Unaandika jina lako, cheo na unasahihi. Unaandika kwa kizungu inaitwa signature. Utaandika hiyo sahihisho yako. Hiyo ndio utakuwa umepata alama 6. Tunakuja kwa hoja. Hoja hapa ndio tunaangalia sana. Hii muundo bila hoja, muundo na lugha sahau. Tukuja kwa hoja. Umeambiwa utangulizi. Utangulizi unaeleza kwa ufupi kwa nini unaandika barua hiyo. Kwa nini unaandika barua hiyo kulingana na swali. Kwa nini unaandika barua hiyo ili ubomoe alama yako 2. Ukimaliza hapo unaenda kwa tatizo. Unaeleza tatizo yako kwa ufafanuzi na athari zake kwa wanafunzi. Sasa hiyo tatizo unastahili ulenge hapa kwa tatizo ya kwa nini hao wanafunzi wana shida ili waboreshe hiyo maktaba yao ya shule. Unaandika hizo hoja 3. Ukimaliza hapo unaenda kwa suluhisho. Suluhisho unatoa suluhu yako. Kwa nini umetoa suluhu gani ya kuuliza maboresho ya maktaba ya shule yao ili ugonge alama yako 3. Na uandike kwa upole. Usiandike kwa kutoka usiandike vile umezoea kuandika wakati ukiwa kwenye shule ya chekechea ama unaandika shagala bagala. Hapo alama zinaenda.
Means unastahili uandike suluhu vizuri kwa heshima na vile umeulizwa kwenye swali. Hapo ndo utakuwa umebomoa alama zako za hoja ni 8. 3 3 2. Tumalize hapo kwa lugha. Lugha sana sana watainiwa wanastahili walenge toni. Lenga toni yako vizuri ili ubomoe alama yako moja. Msamiati unastahili ulingane na swali umepewa. Usiandike msamiati kando na swali umepewa. Ukiandika hapo unanyongwa. Namaanisha unadidaktiwa. Kwa Kizungu inaitwa deduction, lakini kwa Kiswahili inaitwa unanyongwa ama unakatwa alama zako. Unakuja hapa kwa sentensi sahihi. Unaandika sentensi zako kama ni ambatano, changamano ama sahihi. Unaandika vizuri sentensi zako sahihi. After hapo unaandika wakati. Ni wakati gani? Ni wakati uliopo, ujao ama uliopita. Unaandika vizuri hiyo wakati. Ukimaliza unaandika alama za maandishi. Alama za maandishi ni kama koma, kitone, swali, kiulizi na hayo mengine utaandika. Na kisha after hapo ukimaliza unaunganisha maneno yako vizuri kama mfano hiyo kama, kwa hivyo, sembuse, lakini na hayo mengine pia utaandika. Haya ndo ni maswali na vile utakavopanga insha yako vizuri ili ubomoe alama yako 20. Tafadhali usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na hata kushare kwa marafiki zako ili uone vile utakavoji gain, na maanisha kujipandisha kiwango ulikuwa chini uje juu. Asanteni.